yao ya kinidhamu yanakuwa hayajashughulikiwa kwa wakati na kwa usahihi. Na hii sio tu mahakama, ni taasisi zote za umma na binafsi. Baadhi yenu sio, au wengi wenu sio watumishi wapya, mmeshapita sehemu mbalimbali katika utumishi wenu. Kama kuna jambo ambalo linaweza kukukwaza hata wewe mwenyewe, ni pale ambapo unakuwa na jambo ambalo linatakiwa lifanyiwe maamuzi na linachukua muda sana kufanyiwa maamuzi, au linafanyiwa maamuzi ndivyo sivyo. Kwa muktadha huo, mafunzo haya, na mimi nakubali, yalikuwa ni ya muhimu sana, na ndio maana Bimbuya tunakupongeza kwamba umekuja na ubunifu uliokuwa wa muhimu sana. Napongeza sana Secretariat kwa maandalizi mazuri mliyofanya. Naamini elimu ambayo sasa mmeipata itasaidia kuongeza uelewa na uwezo wenu katika kutekeleza majukumu ya kamati kwa ufanisi zaidi. Ninyi ndio makatibu wa zile kamati. Maamuzi yenu ni ya muhimu sana. Kasi yenu ya maamuzi ni ya muhimu sana. Najua mtakuwa mmefundishwa na mmepewa mifano kwamba kuna maamuzi mengine yanakuja tu kukwama huko mbele kwenye rufaa kwa sababu tu ya timing, muda ule, kwamba yamecheleweshwa. Nitoe rai kwamba kwa hakika kutokana na sayansi na teknolojia ilivyokwenda mbali sasa, naamini kwamba tutaweza kufanya kazi yetu sio tu kwa ufanisi lakini pia kwa usahihi mzuri zaidi. Wamasai wanasema inabidi uwe effective and efficient. Kuwa effective ni kufanya kitu sahihi. Kuwa efficient ni kufanya kitu kwa usahihi. Kwa hiyo naamini kwamba mtafanya mambo sahihi kwa usahihi. Kwa maana yake mtatimiza pia mambo kwa wakati. Ni matumaini yangu kwamba mafunzo haya yamewapatia maarifa mapya sasa. Hatutegemei muendelee kufanya mambo kama yalivyokuwa zamani, business as usual. Mkiendelea na aspect ya business as usual, kwa hakika hamtakuwa mmeisaidia mahakama, hamtakuwa mmeisaidia serikali, na hata hamtakuwa mmesaidia bunge. Mihimili yote inashikamana vizuri sana. Na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anasema waziwazi kwa maneno na kwa vitendo kwamba anafanya kila analoweza kuwezesha mahakama ili iweze kutoa haki kwa wakati. Kazi kubwa kwa mfano ya hawa maafisa wasio wa mahakama, non-judicial officers, nikimaanisha watendaji, ni kuweka mchango mkubwa sana katika mnyororo wa utoaji haki. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 107A inasema kwamba mahakama ndiyo chombo cha juu katika utoaji haki ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibara ya 107A inasema ni chombo cha juu, ni chombo cha mwisho. Maana yake sio chombo pekee. Maana yake kuna machinery nyingine huku mwanzo inaendelea, alafu mahakama inakuja kuwa ni chombo cha mwisho. Sasa hii process yetu ya kuendelea kutoa haki lazima tuanze na ndani ya watumishi wenyewe, ili nao waweze kufanya kazi yao kwa ari na uadilifu wa hali ya juu sana. Ndugu washiriki, nipende kuwahimiza sana kwamba muendelee kushirikiana na kubadilishana uzoefu, sio tu mlipokuwa hapa katika mafunzo, lakini hata huko ambako mtakuwa mnaenda katika nafasi zenu na katika maeneo yenu mbalimbali mnayotoka. Katika mafunzo haya kwa kweli ya namna ya kushughulikia masuala ya kinidhamu kwa watumishi wasio waaminifu, tunashukuru kwa kutupatia nafasi hiyo kupata mafunzo haya. Tumejifunza mengi. Mafunzo yalikuwa na faida kubwa sana kwetu sisi ambao tunafanya kazi hizi katika ngazi za kanda, tunasimamia watumishi wetu moja kwa moja, na tumegundua kwamba kuna vitu vingi ambavyo kwa namna moja au nyingine tulikuwa vingine hatuvielewi, katika kutekeleza wajibu wetu tulikuwa tumekosea. Lakini kutokana na mafunzo haya tunaamini sasa tutaenda kufanya kile ambacho kinatarajiwa kwa mujibu wa sheria, taratibu na miongozo iliyopo,
kuhakikisha kwamba watumishi waliokuwa na changamoto mbalimbali za kinidhamu wanachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria kadri inavyotakiwa kwa kufuata taratibu zote, ili kuhakikisha kwamba mtumishi huyu anaweza kupata ile adhabu stahili bila kumwonea wala bila kupendelea upande wowote. Lakini pia itasaidia kwa kumchukulia mtumishi hatua na shauri linapoenda kwa ngazi za juu ili lisiweze kurudi, kwa sababu shauri linapofika ngazi za juu na kurudishwa tena inakuwa ni usumbufu kwa lakini pia ule muda uliotumika pia unapotea, lakini wakati mwingine inasababisha hasara kwa maana. Naitwa Elimo Masawe, ni naibu msajili Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Simiyu. Nimekuwa mshiriki wa mafunzo haya siku mbili ya uwezeshaji juu ya ushughulikiaji wa masuala ya kinidhamu kwa watumishi wasio mawakili. Mafunzo haya ni muhimu sana kwa sababu washiriki wa mafunzo haya ni makatibu, sekretarieti na wajumbe wa kamati za nidhamu na maadili kwa watumishi wasio maafisa wa mahakama. Na kama ilivyo kawaida, sisi mahakama tunashughulika na haki za watu, na katika kushughulika na haki za watu tunashughulika pia na haki za watumishi wanaofanya kazi ndani ya mahakama. Kwa hiyo mafunzo haya ni muhimu sana kwa sababu yanatuboreshea ufanisi wetu na yanatuboreshea weledi katika kusimamia masuala ya